Oh, we bado. Unaona? Shikamoo baba. Unaendeleaje? Mambo. Poa. Mzima. Mzima. Mbona sauti haitoki leo, unaumwa? Nimekwambia naumwa. Okay, pole. Nini zaidi? Nakoa tu na mafua. Pole sana. Asante. Hebu niambie unaitwa nani? Naitwa Agnes Steven Mungwana. Hebu niambie ilikuwaje ukafikia kuwa kwenye hali hiyo unayo sasa hivi? Mimi naitwa Agnes Steven Mungwana. Nina miaka 31. Nilipata ajali ya gari mwaka 2020. Tarehe 1 ya mwezi wa pili. Wapi hiyo? Nikiwa huko Mbeya. Mbeya ulikuwa unafanyaje? Maki unataja 31 2020 na maana ulikuwa na miaka 25 ulikuwa unasoma unafanya nini? Nilikuwa nilikuwa tu nipo huko Mbeya, nilikuwa naishi huko Mbeya. Ila nilikuwa tu nipo kwenye matembezi ndio nikapata ajali. Baada ya ajali nilipata ajali, yaani gari ilipinduka. Gari naona ilifeli breki kwa sababu alipokuwa anaendesha dereva simu yake ilianguka kwa chini. Alafu ikawa inaita. Kwa hiyo alikuwa anainama ili aokote ile simu. Ndio nikahisi kama kuna kitu kimegonga hivi na hisi ndio breki rahisi katika. Sababu nilikuwa namuona anapambana mwenyewe hata afanye hivi gari haiumbii huku wala nini, inaenda tu. Mpaka ilipoenda kugonga ndio ikatokea hivyo. Maana mimi nilitupa tu huko pembeni. Maana dereva alifariki hapo hapo. Kwa hiyo kuna mtu naona aliona ile tukio. Maana nikasikia tu mtu anasema, "Jamani, nimeona ajali huku, mpo wapi niwasaidie?" Maana mimi sikupoteza fahamu. Nikawa ninaweza kuongea japo sio hivyo, afu huku ndo nahisi kama masena kana katika nahisi kama vitu sielewi. Nikasema nipo huko, sasa mbona huko kwenye shimo? Nashangaa kwenye shimo tena. Weka mikono hivi nagusa majani. Basi nasema tu nipo huko. Yule akawa kanivuta, kanitoa. Kaniweka kwanza, kanilaza yani chali, nikamwambia hebu nilaze ubavu, yani hapo ninalia, yani sielewi. Akaniweka ubavu, nikaona yani ndo naumia zaidi, maana kumbe nilikuwa nimeumia mgongo pamoja na mbavu zimevunjika nini. Ikabidi pia nimwambia lazia mgongo. Akaniweka mgongo sasa, nijaribu kumsaidia huko kwenye gari. Kaenda kwenye gari kajaribu. Akashindwa maana alikuwa amebanwa, yule alifariki tu pale pale. Akasema ngoja niombe msaada barabarani. Sasa iko sio sehemu ya kituo, maana hata magari yakisimamisha yasimami, yanapita tu. Ilikuwa ni usiku? Ilikuwa ni usiku mida kama saa 4. Na baada ya ajali ulipelekwa hospitali? Hapo hivyo walivyonisaidia kwanza walinipeleka tu hospitali binafsi. Ambayo iko huko jirani tu, eneo ya huko Uyole. Nileka pale na namshukuru Mungu maana nikopo na simu. Unajua Mbeya kule baridi, kwa nimevaa jacket na simu kwenye mfuko. Kwa hiyo nilipofika pale mama alikuwa na simu hapa nyumbani. Nikampigia mtoto kakaangu ambaye ndio huyu hapa, nikampigia huo usiku. Yaani hapo bado nina nguvu hata za kushika hiyo simu. Viungo yani bado havijakata kabisa mawasiliano. Nikaa namwambia nimepata ajali na alia, yani aamini. Shangazi kweli? Naambia kweli, waambia hapo nyumbani. Basi baada ya hapo ndio viungo vikapoza kabisa, nikawa hata siwezi tena kufanya chochote, sina cha kushika, siwezi kugeuza hata shingo. Hapo wakawa wamenipima wao usiku, walivyoniangalia kuona kwenye ile hospitali yao hawezi kunitibia. Nilipewa huduma za kwanza. Kulipokucha kwa sababu tukatushafanya mawasiliano na huko nyumbani, wakawa wanaendelea kuwasiliana na watu pale hospitali. Kabidi nichukuliwe nipelekwe hospitali ya rufaa. Nikapelekwa hospitali ya rufaa. Siku saa Jumapili hiyo. Na huko nyumbani wakawa wanaendelea kufanya maandalizi kwa ajili ya kuja kule mtu.
Kwa hiyo ilipofika siku ya Jumatatu akabidi asafiri mama yangu na kaka yangu aliyeniachia mimi. Hospitali ya rufaa pale Mbeya hawakuweza kunitibia. Kwa hiyo ilibidi tena wafanye mpango wa kunitransfer ili niende Dar. Muhimbili pale. Baada kama siku ya 5 ndo nikaweza kusafiri kwenda Dar Muhimbili pale Moi, ndo nilipotibiwa pale, ndo nilipofanyia operation ya mgongo. Maana mbavu zinaunga tu zenyewe, nilikuwa tunafunga ule mkanda, mbavu hazifanyii operation. Ila mgongoni nifanyia operation na nina vyuma 8 mgongoni. Baada ya upasuaji nini kikatokea? Baada ya upasuaji nashukuru Mungu unaendelea vizuri, maana kama hivi nakaa, shingo inageuka, naweza kufanya shughuli za mikono, ila ndo bado kuanzia kiunoni kushuka huku chini siwezi kitu chochote. Siwezi hata kutikisa yani vidole hivyo vya miguu, siwezi kusimama, siwezi kutembea, ni siwezi chochote. Maana hata ninapotaka kujisaidia siwezi chochote. Yaani nakuwa sijui chochote. Yaani unapopata haja ujisikii chochote? Sisikii chochote. Yaani sina ninachohisi. Ina maana eneo la chini ile halina mawasiliano. Halina mawasiliano. Yasema tu sasa hivi yani napata tu maumivu, sio kama vile mwanzoni ambapo nilikuwa sisikii kabisa. Maana kipindi cha mwanzo nilipooza kabisa kote, yani kote huko. Kwa sasa hivi napata tu maumivu, lakini bado siwezi kufanya chochote. Labda ni changamoto gani ambayo unaipitia, unatamani kuona kwamba unahitaji msaada kwa sasa hivi? Kitu kikubwa ninachohitaji, nahitaji nipate bima kubwa, na mimi inaweza ikanisaidia kwa ajili ya matibabu yangu na huduma za mazoezi. Na mimi nikipata bima nitakuwa sawa. Kwa sababu kule Moi tulitoka tu kwa msamaha, hata cheti changu cha matibabu kilibaki kule kule. Kwa hiyo madaktari wanasema ukipata mazoezi, hii hali ya miguu kuwa kwenye hali hii inaweza ikaondoka. Ndio. Maana mara nyingi nimekaa, hata kama nikijaribu hapa wakijaribu kunisimamisha miguu inakuwa inyooki. Maana mara nyingi nimekaa misuli imezoea hivyo kujikunja. Okay. Kwa nikiwa napata mazoezi na simama nafanyaje, na mimi nitakuwa sawa. Kwa hiyo bima nyingine? Bima. Nahitaji msaada wa bima. Nahitaji pia msaada wa msingi niweze kufanya biashara ili niweze kujihudumia mimi na familia yangu na mtoto wangu. Una mtoto? Ndio, na mtoto. Ana umri gani? Ana miaka 14. Okay. Mtoto ulimpata wakati bado hujapata ajali? Nilikuwa sijapata ajali. Anasoma? Anasoma kidato cha kwanza. Amewezaje kwenda shule wakati wewe uko nyumbani hapa umekaa? Ameenda shule, najitahidi hata kama naumwa, lakini najitahidi mwanangu asikose mahitaji yake. Maana nilikuwa nina kibanda changu cha chipsi. Kwa mtoto wangu alipofaulu nilikopo sina pesa kwa ajili ya kumnunulia vitu, ikabidi niuze yale mabanzi na mabati ili ninunulie mwanangu vifaa vya shule. Kwa hiyo biashara ile umeua? Ndio, ili nimpeleke mtoto shule. Pole sana. Asante. Kwa hiyo bima pamoja na biashara uweze kufanya? Ndio. Wakati naingia hapa nimeiona hii nyumba unayoishi. Mazingira haya ambayo unakaa. Nipo sehemu hatarishi sana. Maana nyumba ninaufa, matobo kama yote, yani hizo kuta zinauliza nikuponde nikuache. Yani upo ndani nje unapaona yani. Na ukuta ni umelika sana chini, yani umelika sana chini. Muda wote nyumba inaweza ikaanguka. Yani mvua ikianza kunyesha yani nashinda kabisa hata kulala. Karibu. Yani leo nimekuta na mabeseni. Aise. Naye huyu jamani. Sasa ndio unafanya nini? Pole mama. Asante. Makubwa hali halisi ndio hii. Kama mnavyoishuhudia. Pamoja na kwamba nyumba nje inaufa, lakini pia ndani kama chekeche. Naogopa sana. Naogopa sana kiukweli. Sina hata amani yani. Maana usalama wangu ni mdogo.
Natamani sana kuhama. Kama nikipata mfadhili wa kuweza kunitoa hapa nilipo nitashukuru sana. Kwa namna ipi sasa anakutoa? Kwa namna ipi? Maana ukisema mfadhili, nyumba labda akupangie ama ni vipi? Panga chumba cha kuishi ama vipi? Msaada wote tu mtu kutokana na uwezo wake. Ili mradi tunaweza kuwa sehemu salama. Maana hapa kiukweli ni hatari sana. Labda sasa nikwenda nijue kitu kimoja. Namna ambavyo unaweza, umesema unapata hizo haja nini? Unakabiliana vipi na hiyo swala la kupata haja tu bila kunanilia? Unatumia nini kwenye kujikinga? Yaani mara nyingi tu waga natumia nguo na mifuko. Kutokana na mazingira yetu. Ikitokea mara moja umepata pampers, ndio hivyo. Kwa hiyo naomba msaada wa pampers. Mafuta, maana nikikosa mafuta napata vidonda mwilini. Naungua na kutokea vidonda, na vidonda vinavyoloa muda wote ni vigumu sana kupona. Na sabuni. Maana saa nyingine mamangu anakosa sabuni, anafua hivyo hivyo. Nguo zinakuwa chafu, anafua maji matupu bila hata sabuni. Kwa hiyo naomba msaada wa pampers, sabuni, mafuta. Wote ninahitaji nao. Okay. Kwa hiyo kwa haraka nikitazama hapa una mambo kama matatu ambayo ni makubwa. Hakuna jambo dogo, lakini kuna mengine haya yanalinda uhai wako kama ulivyosema, hii nyumba ya mazingira jinsi yalivyo. Kwamba likitokea lolote huwezi kujitetea. Ndio hivyo. Maana hata kwanza natakiwa nilale sehemu ambayo haibonyei kwa sababu ya mgongo. Ninapolala sehemu ambayo inabonyea kwa sababu ya mgongo, saa nyingine kidonda kinasumbua, saa nyingine naumia. Yaani natakiwa nilale sehemu ambayo yani ngumu kabisa. Yaani hata kama ni godoro nilale sehemu ambayo ni gumu. Ina maana kuna godoro maalum ambayo unatakiwa ulalie. Yaani natakiwa nilalie godoro ambalo gumu, ambalo yani alibonyei kwa sababu ya mgongo. Kwa sababu hata wakati nipo hospitali ngopo kuna kitu wanaweka afu wanakuwa wanachomeka kwenye umeme. Yaani muda wote kimekaza tu. Unakuwa na hala hiyo sehemu. Okay. Maana mgongo yani unapokuwa na bendi unakuwa unaleta shida. Sasa ingine unakuta kidonda mara kinavimba. Hivyo. Nice, pole sana. Asante. Kwa hiyo hapo ulipo wewe unatamani angalau upate hiyo bima, pamoja na kupata hiyo bima ambayo itakusaidia uendelee kufanya mazoezi, kwa sababu mazoezi yanaonekana ni mambo ambayo ni jambo ambalo linaweza likakutoa kwenye hali hii, si ndivyo? Ndio. Na kama mazingira uliopo sasa hivi unatamani angalau upate sehemu ya kuishi ambayo itakuwa iko salama tofauti na hapa. Ndio. Kutokana na hii nyumba jinsi ilivyo. Lakini pia umezungumzia kwamba uhitaji kukaa. Unatamani nini? Nitakuja kufanya biashara, kujishughulisha. Maana naamini nikiwa na kitu cha kufanya hata mahitaji mengine madogo naweza nikawa najisaidia mimi mwenyewe. Kwa sababu hata kama nikiwa na bima siwezi kwenda hospitali bila usafiri. Kwa hiyo nitapokuwa nafanya biashara nitakuwa naweza kujimudu kuhusu usafiri na mahitaji yangu mengine kama hizo pampers, hata mimi mwenyewe naweza nikawa najisaidia. Sababu nitakuwa na kitu cha kufanya. Okay. Pole sana. Asante. Basi tunakupa fursa ya kuzungumza na Watanzania. Hebu waambie wanakutazama hapa na kukusikiliza, useme kwamba waombe, kwa sababu tunaamini Watanzania sisi ni watu ambao tunagusana mkono wakati wote. Katika hali ya kawaida mtu akikutazama hapa kama hajaona ulivyobebwa, akikutazama hivi anakuona msichana mrembo, akikuona picha hivi anaweza akahisi tu kwamba uko sawa sawa. Hebu zungumza nao. Naomba Watanzania wenzangu waliopo ndani ya nchi hata nje ya nchi, yote atakayebahatika kuona video hii, naomba msaada wenu. Na uhitaji sana, naomba mnisaidie kwa chochote ambacho mtu atakapo amebarikiwa, atakapoguswa, mimi chochote tu nipo tayari kupokea. Naomba sana msaada wenu. Niweze kupata bima, niweze kupata msingi wa biashara, niweze kujimudu mimi pamoja na mwanangu, hata na familia yangu pia.
kwa sababu hata mamangu ananihudumia, ila mamangu mwenyewe ni mbovu, yani kuna muda yani anashinda hata kuniogesha, kwa sababu yeye ndo alipataga ajali hata kabla ya mimi, aliumia mkono. Kwa hivyo naomba msaada wenu sana na Mungu awabariki. Hivi ukienda kuoga inakuwaje? Kwa maana nimeona choo kiko nje, unafanyaje? Wananiogesha mara nyingi tu naoga ndani kwa kufutwa, mara chache kutokana na mwili utavyokuwa. Kama mwili upo vizuri, wananitoa hapa sebuleni, waniogesha hapa sebuleni. Maana mwili wenyewe kubebwa kila siku, utolewe uogeshe, urudi ndani uvalishwe tena, utolewe uje ukae. Mwili unauma sana. Kwa saa nyingine, yani mara nyingi tu naogea ndani, nafutwa tu ndani. Mara chache ndo naoga maji mengi hapa sebuleni. Sawa. Asante sana. Asante. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote. Mapokezi yenye ubora hapa. Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100. Vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.